Naam, bwana, mambo vipi? Safi Uko sawa? kabisa. Fresh kabisa. Kama kawa. Okay, sawa. Sasa hapa niko na swali moja tu ambalo nataka ulitolee ufafanuzi na watu wengine waweze kujua ni namna gani haya mambo yanavyokuwa. Sasa huko nje, huko mtaani, huko kwenye jamii, kuna notion moja ambayo watu wengi sana wanasema kwamba mwanamke ni kikwazo cha maendeleo hasa kwa mwanaume. Je, wewe kama mwanajamii hili swala unalionaje, ama nyie kama wana sosiolojia mnachukuliaje masuala ya namna haya? Tunaomba kwanza uweze kuwaelezea wanajamii waweze kujua namna gani nyie kama watu ambao mnashughulikia hasa masuala ya kijamii mnalichukuliaje hili swala? Unajua, imekuwa ni mada ambayo inazidi kuleta mtafaruku katika ulimwengu wa sasa, watu wengi wakiamini kwamba mwanamke ni kikwazo cha maendeleo, lakini mwanamke sehemu nyingine sio kikwazo cha maendeleo. Ukiangalia mwanamke muda mwingine ni mtu ambaye anatumika kutoa ushauri, mtu ambaye anatoa malezi kwa watoto, anamuhimiza mwanae au ndugu jamaa na marafiki, bwana fanya hivi ili ufikie 1 2 3. Lakini kwa upande mwingine tunaweza kusema mwanamke pia ni kikwazo cha maendeleo. Kwa mfano leo hii tunaona vijana wengi wanashindwa kutimiza malengo yao kwa sababu ya wanawake. Wanatumia muda mwingi kudili na wanawake kuliko kufanya shughuli zao za kimaendeleo. Na pia muda huo ambao wanaupata kutumia na wanawake, wale wanawake wanaotumia wao ili kuvuna pesa kutoka kwao na kujilimbikizia wao wenyewe, kusababisha vijana wengi kuwa maskini, kuwa matapeli, kuingia kwenye mambo ya ajabu ajabu. Unatoa ushahidi wa moja kwa moja kwamba mwanamke ni kikwazo cha maendeleo hasa kwa mwanaume? Hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba huyu aliwahi kufanya hivi, lakini ni vitu ambavyo vinaonekana. Unaweza kuangalia bwana, vijana wengi sasa hivi na unawaona kabisa wameshindwa kufikia malengo yao kwa sababu tu wamejikita katika masuala ya mapenzi. Wengi ambapo sasa masuala ya mapenzi yameweza kusababisha wengine wanajiua, wanaweka kuwasaliti na kuwapelekea wengine kujiua, wengine kutelekeza familia zao. Hivyo basi kwangu mimi napenda kusema kwamba mwanamke ni kikwazo cha maendeleo endapo wewe utakavyomfuata, na ni catalyst ya maendeleo kulingana na mtu mwenyewe utakavyomtumia yule mwanamke. Umemtumia kwenye mazingira gani? Kama unamhitaji kwa njia ya starehe, lazima itabidi awe kikwazo kwa maendeleo wako, lakini kama ukimtumia yule mwanamke kama njia ya kutengeneza maisha, unaweza kufanikiwa pia. Bwana, mimi ningependa kuwashauri vijana kwamba waachane na hiyo notion ya kusema mwanamke ni kikwazo cha maendeleo. Bwana, kuna wanawake wengine, sio wote, kuna wanawake wengine wanakuwa influence kwenye maendeleo, kwamba unakuta ni mama au mdada anakuwa na hamasa ya kumshauri mmeo kwamba wafanye hivi ili waendeshe familia yao au waweze kufikia malengo yao ambao wamewapanga. Kwa hivyo sasa mwanamke sio kikwazo cha maendeleo kama watu wengi wanavyomtemu kwamba mwanamke ni kikwazo cha maendeleo.